Kwa heshima naomba nimlete mtumishi wa Mungu madhabahuni, mtumishi wa Mungu Moroton. Karibu sana madhabahuni. Karibu, saidie kumpa Bwana makofi ya shangwe mtumishi wa Mungu anapokuja madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati tunapoenda kusikia maneno ya Mungu. Nipende kukualika ili uende kusikia kile ambacho Mungu anataka kuzungumza na wewe. Tunapoimba wimbo huu unasema jina lako lina nguvu. Kweli jina la Mungu lina nguvu. Ushuhuda upo na baadhi wameuthibitisha kwamba jina la Mungu lina nguvu. Kuna baba mmoja alikuwa ananiambia kwamba kuna mzee mmoja ambaye alikuwa na kiwanja chake. Watu wakaenda kuweka kanisa pale. Wakawa wameanzisha kanisa lakini walikuwa hawajakilipia hicho kiwanja. Akaja mwekezaji akampa bilioni 2. Yule mzee akakataa. Lakini watumishi wa Mungu walipoomba, kile kiwanja akakiuzia kanisa kwa milioni 700. Kwa hiyo unaona jina la Mungu lilivyo na nguvu. Amekataa mwekezaji bilioni 2, amekubali milioni 700 kwa ajili ya kuweka kanisa la Mungu. Naomba dukae. Kipekee nipende kumshukuru Mungu ambaye amenipa kibali cha kusimama tarehe 28 mwezi wa 6, mwisho wa mwezi huu mbele yenu. Nampenda sana huyu Mungu aliyeona mwezi wa 6 ni umalizie mimi. Kwa kweli nampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia nipenda kumshukuru baba yetu Askofu Fredrick Simon na viongozi wote ambapo waliona mimi ni vyema kusimama mahali hapa. Mungu awabariki sana. Basi nipende kipekee kumsimamisha mke wangu asalimie. Mimi nimeoa na mke mzuri. Kwa hiyo naomba kabla sijaanza somo awasalimie. Amen. Na mtoto wetu leo ni siku yake ya kuzaliwa. Tarehe 28 mwezi wa 6 ndipo huko Mwananyamara ilikuwa ni heka. Lakini kwa uwezo wa Mungu tukampata Eliasi. Na leo ametimiza mwaka 1. Kwa hiyo leo ni siku yake ya kuzaliwa. Amina. Basi tunaenda kuanza somo ambalo Mungu amependa tujifunze siku ya leo. Somo linasema, je, unaiheshimu ibada yako? Je, unaiheshimu ibada yako? Somo ambalo tunaenda kujifunza siku ya leo ni je, unaiheshimu ibada yako? Je, kuheshimu ibada ni kwa kutoa sadaka nyingi au kusali kwingi? Je, kuheshimu ibada ni kwa kutoa sadaka nyingi au ni kwa kusali kwingi? Hilo ni kama swali
lakini jibu ni ndio, lakini kipo kitu cha ziada. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipo kitu cha ziada ambacho mwenyewe natakiwa uwe nacho, ambavyo hivyo vipo vitu vitatu. Unaweza kuandika vipo vitu vitatu, ambacho kitu cha kwanza, kuheshimu ibada unapoabudu au unaposali. Kuheshimu ibada unapoabudu, ambapo kwa sasa tunasema kusali. Jambo la pili, kuheshimu ibada kwa utoaji wako. Kuheshimu ibada kwa utoaji wako. Na jambo la tatu, kuiheshimu ibada kwa huduma yako. Jambo la kwanza, kuiheshimu ibada unapoabudu au kusali. Jambo la pili, kuiheshimu ibada kwa utoaji wako, na kuheshimu ibada kwa huduma yako. Jambo la tatu. Sasa nini maana ya kuheshimu ibada? Ya kuheshimu ibada yako. Nini maana ya kuheshimu ibada yako? Kuiheshimu ibada ni hali ya utulivu mkuu. Ni hali ya utulivu mkuu mbele ya madhabahu ya Mungu unayemtumikia. Kuiheshimu ibada ni hali ya utulivu mkuu mbele ya madhabahu ya Mungu unayemtumikia. Kuiheshimu ibada ni hali ya utulivu mkuu mbele ya madhabahu ya Mungu unayemtumikia. Na hii haimaanishi kwamba iwe ni Mungu aliye hai. Hata wachawi katika madhabahu yao wanaheshimu sana. Kwa hiyo ndio maana nimesema ni hali ya utulivu mkuu mbele ya madhabahu ya Mungu unayemtumikia. Hapo sasa nimeshakupa maana ya kuheshimu ibada yako. Sasa ngoja nianze somo. Andika kipengele namba 1. Kipengele namba 1, kuheshimu ibada unapoabudu. Hicho ndio kipengele sasa tunataka tukichambue, tuangalie undani wake. Ili uonekane unaiheshimu ibada yako, yapo mambo ambayo inatakiwa uyazingatie. Ili uonekane umeheshimu ibada yako, yapo mambo ambayo inatakiwa uyazingatie. Andika jambo la kwanza. Usichati kanisani wala kushika simu bila sababu yoyote. Usichati kanisani wala kushika simu bila sababu yoyote kwenye ibada. Namuomba Mungu Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa hili somo. Ukishamaliza kuandika, unainua kichwa na endelea. Usichati kanisani wala kushika simu bila sababu yote kwenye ibada. Hili jambo kiukweli ni hali ambayo sio ya nidhamu kabisa mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Unaona hii simu hii
hii simu kwa lugha nyingine, ukiwa kwenye ibada tunasemaga ni kinyonya upako. Hii simu sasa, tunaposema uheshimu ibada yako, manake ibada ya mtu iko ndani yake. Yaani tunapokusanyika hapa tuko kwenye ibada, lakini ndani ya mtu ipo ibada. Kwa ndio maana tunapokusanyika wote kwa pamoja tunasema tuko kwenye ibada, manake ndani yake mtu ipo ibada. Amina. Kwa hiyo wewe unapokuwa kwenye ibada, uko unachati au uko, kuna wengine unakuta kabisa wako WhatsApp, wako online kwenye ibada na simu. Hii ni hatari. Hii ni nini? Ni hatari kwa kanisa. Biblia inasema haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo na waandishi. Yaani wewe kuingia mbinguni, subiri. Sasa tunaposema kwamba unaiheshimu ibada yako, tunaweza tukatoa mfano kwa Waislamu. Tena baadhi ya misikiti unakuta hapo juu ameandika zima simu. Manake unapoingia kuabudu, yani unapomwendea Mungu, ni Mungu ambaye ni mtakatifu, ambaye yani natakiwa unapoenda kuabudu yani ukamilike katika yeye. Wana wa Israeli wakamwambia Musa, tunataka huyo Mungu wako na sisi tumuone. Yaani kwa nini wewe unaongea nao wewe mwenyewe? Tupeleke na sisi tukamuone huyo Mungu wako Bwana. Akasema mnamtaka kumuona twende. Musa kaenda kamuita. Biblia inasema wale watu walikimbia. Wakasema yani utukufu wa Mungu natisha. Musa, sisi hatuna uwezo wa kustahimili kuangalia huu utukufu. Musa, baki mwenyewe na huyo Mungu wako. Sisi tutapokea maagizo tu. Kwa sababu kumbe tulikuwa tunakudharau, tunaona kwamba unaenda unaongea tu kawaida. Kumbe ni kwa namna hii. Wakaogopa ule utukufu wa Mungu. Kwa hiyo manake unapokuja mahali hapa, manake kuna utukufu mwingi ambao sasa inatakiwa uwe utukufu ukujie moyoni mwako. Sasa unapokuwa uko kwenye ibada na huku bado unachati, unatumia simu kanisani, manake shetani anapitia kwenye simu yako kukuondoa katika ule utukufu wa Mungu ambao utakuwa uwe nao. Bwana Yesu aduhurumie. Bwana Yesu aduhurumie kanisa. Nimekwambia somo la leo, muombe Mungu akusaidie kukuelewesha. Mimi naweza nisifike kuelewesha kwa kina, lakini Roho Mtakatifu yupo ambaye anatuelewesha zaidi. Unaona hii simu? Hii simu imerahisishwa sana kwenye maisha ya mwanadamu. Yaani humu kuna notebook, kuna Biblia. Kwa sasa hivi Mkristo hana haja kutembea na Biblia wala daftari. Anatembea na simu, anajua kwenye simu kuna Biblia, anajua kwenye simu kuna daftari limo humu kwenye simu. Unaandika kwenye daftari, unasoma Biblia unaandika kwenye simu, unasoma Biblia kwenye simu. Lakini hii simu unaweza kuna unaandika kwenye simu, hapo unaandika kichwa cha somo kwenye daftari, ikaja message. Wewe mwenyewe sema ukweli, hiyo message unaona kabisa ni baba fulani au fulani ambao wewe unamfahamu vizuri. Ile message, so kama hii simu yangu, message kija inakuja kwanza hapa juu kama sekunde 3 hivi, halafu narudi. Kwa pale
unachungulia, unasoma jina, unasoma maandishi chapu, ukiona kama vile ni mazuri unafungua zaidi, ili uendelee kuangalia kitu gani kimetumwa. Hii hapa, ukiwasha data hii, uko zako unaandika kichwa cha somo, au unasoma Biblia kwenye ibada kwenye simu hapo. Ghafla kuna wale wapenzi wa mpira hapo, umeshawasha data hii, au kuna vile vichekesho vinakuwa vinatumwa kwenye simu, vinakujaga hapa juu vile kwenye kama message, vinakuja juu kama sekunde kadhaa vinarudi. Sasa kuna wale ambao sio wavumilivu, kisha kuja na anashusha kabisa hivi kwenye simu. Wanaovitumia wanajua, anashusha hivi, anasoma, akimaliza anapandisha. Tayari hapo, kama ilikuwa ni kwenye neno, uwepo kile kitu ambacho Mungu alikuwa anasema na wewe kimesha. Wengine wanafungua kabisa, yani mtu anafungua kabisa, anaona message jamaa kamtumia, uko wapi? Akishaona anaifungua, anatuma message, niko kanisani. Vipi leo tunaondoka wapi? Yani hapo tayari na chati kanisani. Na hivi vya kuandika, hivi vidaftari ambavyo wameweka kwenye hizi simu, sasa ndio vinafanya mtu usimsome kwamba huyu ana chati au anaandika. Maana mwingine anakuwa na chati, ukimsogelea anatoa kwenye chati, anaenda kwenye daftari, ndo anaibandika kwenye skrini hapa. Kwa hiyo watu kichungulia, unaona huyu yuko kwenye notebook, kumbe jamaa alikuwa yuko kwenye message. Kwa anakuwa anaandika message, zinaenda anarudi kwenye notebook. Hizi hapa vinyonya upako ukiwa kwenye ibada. Hii simu yangu mimi nilikuwa napenda kuitumia sana hii nikiwa kwenye ibada. Nimekaa hapa, kichwa cha somo naandika kwenye simu, siku moja, sio siku zote, maana mimi napendaga kuandika kwenye daftari. Kuna najua nilikuwa naandikaga hapa. Siku moja niko zangu naandika, na shangaa message na kuja. Sasa kuna zile message wanaotumiaga line za Voda, najuaga muamara ukiingia inaweza kaanza D2H ngapi na kuendelea. Ukishaona ile pale unasema huu ni muamara huu. Kwa hiyo niko zangu naandika ile message, nikaiona inabidi nishushe kwanza niangalie. Ile kushusha tayari aliyekuwa anafundisha kashani acha, inabidi niangalizie tena kwa jirani. Kwa hiyo hii hapa inaondoa sana watu kwenye uwepo wa Mungu ukiwa kwenye ibada. Kule Kigoma kwetu ndio kidogo kuna sheria sana za kumheshimu Mungu. Huku Dar es Salaam ni kama vile, yani sio sana kivile. Sisi kwetu kanisani waliweka mpaka kwenye shauri kwamba lazima uzime simu kanisani. Na yapo madhara ya kutoka kuzima simu au kutumia simu kanisani mengi. Yani ilikuwa ni kosa simu kuita kanisani, tena kariwa kikao, kwa sababu hiyo sio ombi, ni sheria imewekwa. Unapoingia kwenye ibada, zima simu. Hatutaki tunapoabudu, unaabudu, unavuta uwepo wa Mungu, unaanza kusikia simu inaita, unamhamisha mtu anayeabudu. Unaweza kujisahau tu ukaacha simu hivyo. Unashangaa watu kabisa, neno limenoga kabisa, unasikia alarm inapiga kwenye simu. Wewe ulijua ulifunga uliweka kindege, lakini ukasahau kuna alarm ulikosea kuiweka, kumbe ilikuwa inapiga mida saa 7 wakati wa neno. Alafu ndio inapiga sasa. Unajua mbona nimefunga, kumbe alarm. Bwana Yesu atuhurumie. Kwa hizi simu hizi tunaposema
tumeona nini maana ya kuheshimu ibada? Tumesema ni utulivu mkuu mbele ya madhabahu ya Mungu unayemtumikia. Kwa hiyo kama wewe unabisha katika hili, wewe mtafute mchawi yoyote ambaye ameokoka. Mchawi ambaye ameokoka, muulize, Bwana, kwenye ibada zenu, mkiwa kwenye ibada hivi ikoje? Atakwambia kwamba tunakuwa watulivu kiasi gani. Tunakuwa watulivu kiasi gani? Atakwambia. Muda mwingine mtu anashangaa amekaa zake kama hapo mbele, yuko anaandika kitabu kwenye simu au anasoma Biblia, unashangaa message inakuja, huyo mtu anaamua, unashangaa anainuka, anatoka, naenda nje. Je, nikuulize wewe unayenisikiliza hapa, huyo mtu katika mpangilio wa utukufu wa Mungu ambao itakiwa upate kwa muda ule, ataupata au utakuwa tayari ametengana nao? Atakuwa ametengana nao tayari. Manake unapokaa hapa, shetani anajaribu kutafuta kila njia akuondoe kwenye ule utukufu ambao itakuwa upate leo. Na ndio maana hapa tunapoomba tunasema, Mungu, tunaomba tutakavyotoka tutoke tofauti na tulivyoingia. Kwamba tumeingia hivi lakini tutoke vingine. Sasa wewe unapotumia ovyo simu kwenye ibada, unatoka vile vile ulivyoingia. Tena kiwezekana sasa, yani sio vile tu ulivyoingia, yani unazidi kushuka chini zaidi. Unaweza kaja hapa uko vizuri, ukatumia simu vibaya, ukatoka na pressure. Sasa ukitoka na pressure, si umetoka zaidi ya ulivyokuja. Yani umerudi nyuma zaidi ya vile ulivyokuwa tayari. Lakini tunachokitaka tunapokuja mahali hapa, tutoke tumebadilika. Kwamba leo wamefundisha kuhusu kutoka kutumia simu kanisani. Kuanzia leo sitotumia tena simu ovyo kanisani. Usiwe mzembe, yani shetani asikufanye mpumbavu hivi yani, au mjinga fulani. Kataa. Uko ndani, unakuta mtu amekaa kwenye kiti nyumbani, Biblia hii hapa nayo, unaona hii anayo, yuko zake, yuko ndani anasoma Biblia kwenye simu. Hapa amewasha data, kinakuja kichekesho fulani, akifungua moja kwa moja na vya kusoma Biblia vimeisha. Yani tayari yuko kuna vile vichekesho vinatoka kwenye TikTok vile. Kwa kisha kuja pale ujue kisio, mbona huyu mchekeshaji namfahamu, anakibonyeza. Alikuwa anasoma Biblia ujue. Yani hapo ndo amefungua Biblia, yuko kwenye mstari wa 5. Labda Mathayo 5. Sasa ameshasoma mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, yuko kwenye wa 5, kakichekesho kanakuja, anafungua. Akishafungua kwenye kile kichekesho, anaanza kupekua. Anatumia dakika 30. Kwenye Biblia ametumia dakika 2. Kwa hiyo kuna faida ya kusoma neno la Mungu kupitia Biblia hii hapa. Kuna faida kubwa ya kusoma neno la Mungu kupitia nini? Biblia hii hapa. Tunapofundishana haya, tunataka manake wewe ambaye ni mwana PCT Beroya, Tegeta, Dar es Salaam, unapotoka mahali hapa kwenda kwenye kanisa lingine, yani watu wakuone wewe ni mtu wa tofauti sana. Kwenye hicho kipengele unaweza kuandika Mathayo 6 mstari wa 24. Mathayo 6 mstari wa 24. Biblia inasema, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Huwezi kutumikia Mungu na mali. Hii inamaanisha kwamba hawezi ukaa kwenye ibada unasikia neno la Mungu, hafu huku unatumia simu, una chati.
Kama sivyo, simu itakuchukulia muda na neno la Mungu utalipuuzia. Kwa katika kipengele hicho, kama ulikuwa unapenda, kwa wale wapenzi wanaotumia kuandika kwenye simu, badilika. Nunua daftari. Kama na Biblia, penda kutembea na Biblia, au hata daftari la muhimu, andika kwenye daftari, usiandike kwenye simu. Kwa sababu hata akija mgeni hapa, mgeni ambaye amefundishwa maadili kama haya ninayofundisha siku ya leo, akiona yeye anafundisha neno la Mungu, wewe unatumia simu, hawezi kujua kama una chati au unaandika kwenye simu kichwa cha somo. Kwa ataona kama una mdharau, au ataona kama ili kanisa mbona mtu mhubiri na hubiri, mwingine wako tu wanabonyeza simu. So wanaandika vitu kwenye simu, ila sasa yeye hajui kama unaandika kwenye simu, anaona kama una chat. Jamani, mimi napenda kusoma sana kwenye simu, lakini kuna baadhi ya mistari kwenye Biblia za simu hazipo. Yaani mistari imerukwa. Kwa hapo nilikuwa ninaangalia, kwa sababu nilikuwa naangalia hapo kwenye simu niipate, kwa mfano specifically ni andiko lipi kwenye kitabu gani, nilikuwa sijaipata haraka, lakini nimeweka kwenye kile anachosema mwalimu ni kipo. Kwa hiyo ukitegemea sana Biblia za simu, kuna vitu vingine utapishana navyo, kwa sababu vimenyofolewa. Si nzuri sana teknolojia hii tunayopenda kuitumia. Amina, makofi kwake. Na mimi hiyo nimethibitisha pia. Kuna mtu aliwahi kutumaga kwenye TikTok, akachukua andiko kwenye Biblia, akachukua na andiko kwenye Biblia kwenye simu. Maneno yale kwenye Biblia yalikuwa yanaendelea, kwenye simu yamekatwa. Kwa hiyo unaweza mkabishana mtu kitu ambacho yeye amekisoma kwenye Biblia simu, na wewe unatumia Biblia hii, mkabishana kwa sababu yeye kwenye Biblia simu vimefupishwa. Naomba tuende kipengele cha pili. Kwa hiyo hilo jambo lizingatie sana. Mimi nakwambia, kama haya mambo taweka sawa, popote utakapoenda utakuwa ni mtu wa kuigwa. Mchungaji wa kanisa lote ambao akiwa yuko huku mbele anakuwa anaangalia watu, hata kama ni mgeni anakuangalia, huyu mtu kwenye ibada yukoje. Na ndio maana unaona mgeni mwenye maadili mazuri anapofika kwenye kanisa lote hakawiagi kupewa cheo. Hafuata nasema huyu kuna kitu amekuja nacho huyu. Sio kuna kitu amekuja nacho, amekuja na maadili. Kwa mchungaji anajua huyu nikimweka na kwa maadili alionayo, kuna idara fulani watanyoka, au kuna sehemu hii hapa watanyoka, kwa sababu amekuona ni watofauti na watu wengine. Ni kama wanawake tu. Mwanamke mwenye maadili mazuri hata kija kanisani anaweza kawahi kuolewa kuliko wale ambao walikuwepo. Watu wanashangaa, mbona yeye amewahi kuolewa? Kwa sababu gani? Alikotoka amefundishwa namna gani ya kuishi vizuri. Kwa hiyo wote kuna mbona kwani mimi hawanioni? Sio kwamba hawakuoni tu, wanakuona, lakini aliyekuja amekuzidi maadili. Kwa hiyo amepata kibali. Jambo la pili, penda kuabudu ukiwa umefumba macho. Penda kuabudu na kuomba ukiwa umefumba macho. Penda kuabudu na kuomba ukiwa umefumba macho. Ili neno kuabudu sio kuimbisha. Ili neno kuabudu, yani kwa sababu tunasema ni kusali. Penda kuabudu na kuomba ukiwa umefumba macho. Sasa hapa kwenye penda kuabudu, manake tunapoabudisha.
zile nyimbo za kuabudu. Sasa na hapa ndo penye changamoto pia, ambapo watumishi wengi hawaonagi uwepo wa Mungu. Yaani yeye miaka yote, yaani hajawahi kusikiaga uwepo wa Mungu. Hapa ndo penye shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna tofauti wa mtu ambaye anayekuambia kwamba ninaomba uhisi, akachukua watu hawa wawili, mmoja kuambia wewe simama hapa na wewe simama hapa. Sasa wewe naomba ufumbe macho na wewe naomba utazame, halafu naomba muhisi. Wewe unafikiri kwa akili yako ni nani atapata hisia zaidi kati ya hawa wawili? Aliyefumba macho. Hata kama hata sauti ile ambayo haisikiki vizuri, kuna wakati mwingine ili usikie vizuri yani mpaka unafumba macho ili yani hisia zote, yani kila kitu kisikie kale ka sauti. Sisi tunaelewana? Kila yani mpaka yani unatumia nguvu nyingi. Yani mtu naona kabisa amefumba macho, hafu yani ametulia. Mtumishi Luka aliwahi kutuambiaga kipindi kile kwenye ushuhuda wake, anakwambia kipindi kile hawajaokoka, wakiwa wanajifunza mafundisho ya ngumi, anakwambia kuna wakati mwingine alikuwa wanawaambia ili uhisi kama nguvu zimeingia mwilini mwako, walikuwa wanafumba macho karibia dakika 30. Yani unajilazimisha, yani unafumba macho, unachukua imani yako, unaiambatanisha na hisia zako, zinaunda kitu ambacho yani unasikia kama vile kuna kitu kinakuja. Sasa Mkristo wa leo, tena usiombe, kuna mwingine anakuabudisha, ametoa macho, yani mpaka unasema huyu vipi huyu? Yani yuko Roho wa Bwana poke, anakutazama, yani macho yani yametoka. Sasa unasema huyu jamaa yani uwepo unashuka vipi hapo? Kwa hiyo wewe ambaye unatamani kuona uwepo wa Mungu kwenye ibada yako, penda unapoabudu uwe unafumba macho. Na ndio maana unaonaga wale watu ambao unakuta wanaabudu wakiwa wamefumba macho, hata mwimbishaji hajamaliza kuabudisha, watu wameshaanza kunena kwa lugha, watu washaanza kuomba. Unajiuliza sasa, hao watu wameanza vipi kuomba wakati anayeabudisha mwenyewe bado hajamaliza? Ni kwa sababu wamevuta ule uwepo wa Mungu, nguvu imewajia kwa nguvu. Kwa hiyo wameanza kunena na kuomba kwa sababu wanasikia kuna nguvu imeshuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wewe unayeabudu huku, maana unatazama barabarani kule, unaabudu mpaka unaabudisha unatamani na kucheka, kwa sababu unatazama kuna mtu amepita yuko ovyo ovyo, unaabudisha unatamani hata kucheka. Uwepo wa Mungu hapo hamna. Yani tasubiri sana. Ndio maana kuna mtu mwingine yani mpaka si unaona kama hapa tumeomba hapa, watu walivyokuwa wanajimina hapa, yani mwingine kazi yake anamwangalia fulani, fulani analia sana yule. Yani hamna chochote nacho kihisi moyoni mwake, hamna, ni pakavu. Kwa sababu toka tunaanza mpaka tunaomba hajafumba macho, yani hajavuta chochote, hana hisia zote. Sasa zipo faida za kuomba ukiwa umefumba macho. Andika faida za kuomba ukiwa umefumba macho. Faida za kuomba ukiwa umefumba macho. Faida za kuomba ukiwa umefumba macho. Faida ya kwanza, hukusaidia kuvuta uwepo wa Mungu.
hukusaidia kuvuta uwepo wa Mungu. Unapoomba umefumba macho, manake inakusaidia kuvuta ule uwepo wa Mungu. Na ndio maana kuna watu wengine wanapokuwa naomba, Mungu anasema nao katika kule kuomba, kwa sababu wamefumba macho, Mungu husema nao. Jambo la pili, huonesha nidhamu kwa kile unachokifanya. Manake kama unaomba unaonyesha nidhamu, kama unaabudu unaonyesha nidhamu. Ni tofauti na yule anayeomba, yani mara nachungulia kule barabarani, mara naangalia chooni, mara naangalia mtu anayeingia, mara naangalia mchungaji vipi. Ni tofauti. Hiyo sio nidhamu. Hiyo sio nidhamu. Kwa hiyo unapofumba macho, manake unaruhusu uwepo wa Mungu uje. Faida ya tatu, huruhusu macho ya kiroho kufumbuka kwa hisia za kimungu. Huruhusu macho ya kiroho kufumbuka kwa hisia za kimungu. Huku unatuwekea Waefeso sura ya 1 mstari wa 17 na 18. Faida ya tatu, unapoomba ukiwa umefumba macho, huruhusu macho ya kiroho kufumbuka kwa hisia za kimungu. Tuwekee Waefeso sura ya 1 mstari wa 17. Faida ya kuomba ukiwa umefumba macho, huruhusu macho ya kiroho kufumbuka kwa hisia za kimungu. Biblia inasema, Bwana Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. 18. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Kwa hiyo hapa unaona kwamba kuna kutiwa nuru katika macho ya kiroho. Yaani hapa Paulo anawaombea watu wa Efeso kwamba macho ya mioyo yenu, yani kwamba kuna macho katika mioyo yetu, yani katika roho zetu kuna macho yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi ilivyo, na utajiri wa utukufu. Kwa hiyo manake unapoomba umefumba macho, kuna nguvu inaweza kaja kama maono fulani, kwa sababu umefumba macho. Haya macho ya kimwili umeyafumba tayari, kuna nguvu inakuja kufunua yale macho ya kiroho. Unaanza kuona kama kuna vitu unaviona, unaanza kuona kama vile uko sehemu fulani, mara unaanza kuona vitu ambavyo mwenyewe unashindwa kuvielewa. Unaanza kujiuliza, hivi naota au nafanyaje? Watu wanaabudisha, wewe unashangaa tunajimimina. Mtu hata kishughuli anamwambia niache kwanza, kuna vitu naviona hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake kuna nguvu ambayo imefunua tayari macho ya kiroho. Lakini ndugu yangu, unapoomba uko macho umekodoa namna hii, hiyo hali isahau. Kwa sababu unaweza kaomba huko hapa, unashangaa kuna gichana pita huko uchi pale, ushahama. Hivi nadhani sijui, lakini kuna watu ambao wanachezaga game kwenye hizi simu kubwa hizi. Hata zile simu ndogo yapo magemu ambayo inatakiwa jicho liwe hivi kodo. Wangapi walishawahi kucheza zile? Au tu usinyoshe mkono. Ila kama wewe ulishawahi kucheza ile game ambayo iko kwenye simu kubwa ya kitoto, unakuta kinakimbia, kinapishana na magari, kinakimbia, mara kuna kizimba, mara gari, mara si kuna kichwa cha treni pale, mara kuna kamto, mara unatakiwa kirushe. Kama ulishawahi kuicheza hiyo game, na kwenye zile simu ndogo kuna zile game unakuta kitoto unakuta kimekaa hivi. Kwa hiyo kuna bonyeza katikati, kinaruka namna hii. Kwa yani kama hautaangalia
Kama utakuwa makini kuangalia pale kwamba hiki kinakaribia kufika, usipobonyeza kinazama. Na wewe ambao unacheza kwenye hizi simu kubwa, ile game ambao unakuta kitoto kinakimbia, unakikwepesha na mkono, unaikwepesha mbona unakipandisha. Hebu niambie, ukifumba macho sekunde moja kinajigonga kijigongi? Kinajigonga kijigongi? Sekunde hii. Yaani tena kikishafika katikati, yaani unakuta kina speed baraa. Yaani unakuta huko, yaani mpaka mtu unakuta huko na yeye anaenda hivi anapandisha, unashangaa miguu inaruka na unatazani sasa huyu anafanya nini? Kumbe yuko kwenye game. Yaani akili, kuanzia akili, hisia, kila kitu kiko kwenye kile kitoto kwamba kisijigonge. Alafu kishashinda, bwana mimi nimekimbiza, nimepata kete 500. Umekimbiza sana. Sasa unapokuwa kwa Mungu hapa, ili uheshimu ibada yako, unapoomba, fumba macho, focus na kitu ambacho kimekuleta hapa. Sasa unaomba huku macho anaangalia dirishani kule. Yaani mtu, Baba katika jina la Yesu, katika jina. Yaani akitoka huko anaangalia chooni, nani anaingia? Akitoka kule anaangalia mlangoni, nani anaingia? Kwa hiyo yaani yeye macho hayatulie. Mzee, ndugu yangu, hapo uwepo wa Mungu utausubiri. Yaani utasubiri sana. Yaani ndio pale unakuta yaani kuna sema mbona mimi ni mtenda dhambi. Unaweza kuwa ni mtenda dhambi ndio, au unaweza kuwa sio mtenda dhambi, lakini umekosea maadili ya kumtumikia Mungu na kuheshimu kile ambacho unakifanya. Tumesema ni utulivu mkuu. Kwa lazima utulie mbele za Mungu. Useme hapa nimekuja kumwabudu Mungu. Niko kwenye ibada yangu. Waswahili wanakuambia kula ni ibada. Kwa maana yake inabidi tulie wakati wa kula. Si unarukaruka kwenye chakula. Sasa wewe uko hapa kwenye ibada, halafu unamwomba Mungu macho yako hivi. Hapana. Siku moja tukaenda kwenye kanisa moja. Mtu anatuabudisha, alikuwa mdada. Nimekaa zangu, nimesimama zangu kama nyuma vile. Sasa sisi tunasemaga hivi, tunaposema fumbe macho, sio kwamba eti tufumbe macho 100%. Yaani kuna kule kufumba macho, unakuwa unaibia. Yaani unafumbua kidogo, hafu unafumba. Hata kama unaomba unatembea, unaweza ukapiga chabo kidogo, ili kwamba usije ukakanyaga kitu au ukakanyaga sehemu ambayo sio sahihi. Hafu unaendelea kuomba, unakuwa yaani sio kwamba hata mtu akikutazama anaweza sione kama umefumbua. Yaani unapiga chini, yaani kama vile umefumba, lakini unaibia kwamba hapa ninapokanyaga ni sahihi. Hafu unaendelea kufumba. Sasa mimi niko zangu pale, akana tuabudisha. Ile kupiga hivi chabo, nakuta macho kama vile ananitazama mimi. Sema huyu anatuabudisha, mbona macho makali hivi? Nikasema labda hanitazami mimi. Nikafumba, baadaye tena nikapiga chabo, nakuta macho ameninywekea mimi. Nikasema huyu anayetuabudisha leo, macho vipi? Mbona kama vile ananitazama mimi? Sasa unakuta hata uwepo wa Mungu hamna, kwa sababu ule uwepo wa Mungu huja na hisia, na hisia huja unapokuwa umefumba macho. Sasa unakuta mtu anabudisha, mara ametokea mtu amemchekesha, Roho wa Bwana. Sasa unashangaa mtu anabudisha afu anacheka. Lazima yani anakuhamisha wewe ambao tayari unavuta uwepo wa Mungu. Ukishasikia amecheka, lazima utazame, huyu jamaa anacheka nini? Kwamba kuna kitu labda anakicheka, lazima hame. Kwa hiyo unapoabudisha, hakikisha unafuata utaratibu ili uwepo wa Mungu ushuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani nyie wote ambao mnaombaga mkeo umefumba macho mnajuaga. Hata mhubiri anapokuwa anahubiri, kuna wakati mwingine ili uwepo wa Mungu shuke zaidi, kuna wakati mwingine anahubiri mpaka anakuwa anafumba macho. Yaani kuonyesha kwamba yani ile kufumba macho anaruhusu kwa dakika chache hisia zivute uwepo wa Mungu ushuke kwake.
waimbaji wanapokuwa naimba, kuna wengine kabisa tunamuona kabisa huyu anaimba na fumba macho, yani anavuta na ile nguvu ya Mungu anajiambatanisha nayo. Kwa hiyo katika hilo, ili uweze kumuona Mungu aseme na wewe kwenye ibada yako, zingatia hilo jambo. Twende jambo la tatu. Jambo la tatu, kuheshimu ibada yako. Jambo la tatu, usitoke nje kama hauna kitu cha muhimu cha kutoa nje. Jambo la pili lilikuwa ni kupenda kuabudu na kuomba ukiwa umefumba macho, ambapo tumeziangalia faida tatu za kuomba ukiwa umefumba macho, ambapo tulisema faida ya kwanza kusaidia kuvuta uwepo wa Mungu, huonesha nidhamu, jambo la pili, na jambo la tatu tukasema huruhusu macho ya kiroho kufumbuka kwa hisia za kimungu. Na jambo la tatu katika kipengele cha tatu tunasema usitoke nje kama hauna kitu cha muhimu cha kutoa nje. Unapokuwa kwenye ibada, usitoke nje kama hauna kitu cha kutoa nje. Sasa katika haya yote, yani Wakristo wengi bado hatujazingatia sana. Yani namkuta mtu anatoka nje anaenda dukani kwenye neno, na dukani haendi kununua kitu chochote, anaenda nasimama tu pale, anarudi ndani. Mtu anajisikia kutoka, natoka tu. Hiyo katika ile maana tuliyosema kwamba ni utulivu mkubwa, ni utulivu mkuu, hapo nakuwa hujaonyesha utulivu wowote. Bwana Yesu atuhurumie. Kwa hiyo usitoke nje kama hauna sababu ya msingi ambayo wewe inakufanya labda utoke nje. Unakuta mtu tu anajiamuria kutoka nje, unakuta pengine amekaa zake pale, wako wawili wanapiga story, na huku mafundisho, mahubiri, waimbaji wako wanaendelea huko, ila mtu amejikaria nje, hana habari tena. Stories zimenoga kweli kweli. Una dakika chache, una masaa machache ya kuonyesha utulivu mkuu mbele za Mungu. Mbona ukitoka kanisani una muda mwingi tu? Mbona Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi una muda mwingi? Ila haya masaa machache ambayo inatakiwa uonyesha sasa na wewe utulivu mbele ya Mungu, kwa kuonyesha unaiheshimu ibada kiasi gani, wewe ndio unaenda kupiga story nje. Sasa Mungu anakutazama, sasa huyu jamaa huyu siku nzima, wiki yote hajaridhika kabisa, mpaka wakati ambao unatakiwa ni heshimu mimi, aheshimu ibada yake, bado anaenda tena kupiga story nje. Naomba katika hilo ubadilike. Kama una sababu ya msingi, labda nikwambie kitu kimoja. Mfano, mtu ambaye tayari alikuwa ametoka nje akarudi, haya niliyosema atasikia? Na kama manake kilikuwa kinamhusu hicho kitu, hatokipata. Mtu mmoja aliwahi kutembelea kanisa fulani. Alipotembelea kanisa, akamwona mtu mmoja alikuwa anakaa kwenye kiti ametulia. Sasa siku moja akasema, siku nikija tena hapa kanisani, huyu mtu nitampa zawadi. Sasa hiyo siku jamaa alivyokuja kwenye ibada akawa hatulii. Mara amekaa, mara ameondoka. Mara amekaa, mara ametoka.
wakati wa zawadi sasa ukafika. Sasa kumbe wakati ule umetoka, mtu mwingine akaja kukaa kwenye kile kiti. Na yule mtu alikuwa hajamkarii sura. Wakati anatoa ile zawadi akasema, wewe uliweka kwenye hicho kitu, njoo mbele. Kumbe yule ambaye alikuwa anakaaga pale, ambaye zawadi ilikuwa imemkusudia yeye, ametoka kwenye kile kiti, alikuja kama mtu mwingine. Sasa yule mtu akasema, wewe unayekaa kwenye hicho kiti, njoo mbele, kuna zawadi yako. Kwa hiyo yule mtu akapewa zawadi, kaambiwa na zile sifa. Wanasema mbona kama sio yeye huyu, lakini ndio hivyo zawadi zimeenda. Kwa kilichomponza yule mtu ni kutoka kutulia kwenye sehemu yake. Sasa wewe haujabanwa na mkojo, haujabanwa na chochote, haujisikii vibaya, unatoka nje. Unaenda nje kufanya nini? Unaenda nje kufanya nini? Hauna kitu cha maana. Au ndio ile kwenda kuongea na zile simu au tumeshazungumzia huko nyuma. Unatoka nje unaenda kuongea na simu au kutuma meseji. Kaa tulia. Wala hakuna shida yoyote ukisema kae kuanzia umeingia mpaka ibada inaisha. Ukiwa kwenye ibada kwamba utapatwa na magonjwa, haiwezekani. Unakaa unatulia, ibada inaisha, unaondoka. Kwa hiyo katika jambo hilo lazima tuwe makini. Kuna wale ambao wamelelewa kwenye zile familia ambazo zinatunza maadili inavyotakiwa. Kuna familia ambayo yani wewe mtoto, kama hiyo siku anakuja wageni nyumbani, unajua kabisa una tatizo la kukojoa kila muda. Yaani wanakuambia kabisa, yaani wewe mwenyewe unajijua, hapa sina ruhusa kukaa ndani. Yaani unakaa nje kabisa huku. Yaani baba anakuambia kabisa. Yaani kwanza baba anakuwa ameshawaambia au wazazi wako wameshawaambia. Wewe unafujo sana. Kwa wageni wakija, yule mtoto anajijua kabisa kwamba mimi kila muda naenda kule. Inatakiwa asikae ndani, anakaaga nje au kwenye mlango, kwamba akibanwa anachomoka, baadaye kirudi anakaa pale, asisumbue watu. Watu wageni wametulia zao pale, shangaa mtoto tu anapita tunamsogeza mgeni eti naenda nje. Na ikitokea huyo mtoto amekaa ndani, hafu agatoka nje, hafu baba kamtazama jicho, yale mtoto anakuwa anajua kesa baadaye wageni wakiondoka hapa, nishavuruga. Kwa anakuwa anajua kabisa kwamba hapa wageni wakiondoka nimetoka nje. Kwa unakuta kitoto kinazunguka tukure nje, mpaka wanaita watoto njoo muage wageni. Yaani mtoto anakuwa anakuja anachungulia pale mlangoni, anaondoka. Unajua mbona hawaingii ndani? Wanajua kwamba tukiingia ndani hatutulii. Kwa bora tucheze tu nje kwamba tusiwakwaze. Sasa na wewe unapokuja mahali hapa, tulia. Andika kipengele cha 3. Kwenye hiki kipengele ambacho tunasema kuheshimu ibada unapoabudu, andika jambo la 4. Sio la 3. La 3 ndio hili tumelimaliza. Andika jambo la 4. Jambo la 4, usiwe mtu wa fujo kwenye ibada. Usiwe mtu wa fujo kwenye ibada. Usiwe mtu wa fujo kwenye ibada. Hasa wakati wa neno na wakati wa waimbaji. Hasa wakati wa neno na wakati wa waimbaji. Usiwe mtu wa fujo kwenye ibada, hasa wakati wa neno na wakati wa waimbaji. Usiwe mtu wa fujo kwenye ibada, hasa wakati wa neno na wakati wa waimbaji.
kwenye hiki kipengele tulichotoka cha 3, usitoke nje, utaandika kitabu cha Luka 10 mstari wa 39 hadi 42. Luka 10:39-42 inaonyesha kipindi Yesu ameenda kutembea kwa Lazaro, kumtembelea Lazaro. Alikuwepo Martha na Mariamu. Kwa Mariamu yeye alikuwa anajishughulisha sana na mambo ya utumishi pale nyumbani, lakini Martha yake ametulia na msikiliza Yesu. Kwa Yesu akamwambia Mariamu kwamba Mariamu, wewe unasumbuka na mambo mengi, lakini huyu yeye katulia nasikia neno la Mungu. Kwa hiyo manake unapotoka nje, manake wewe unasumbuka na mambo, kwa hiyo hauna heri mbele za Mungu. Kwa hiyo hii jambo la 4 tumesema usiwe mtu wa fujo kwenye ibada na usitoke nje. Na wakati wa waimbaji. Na katika jambo hili pia hapa kuna kitu ambacho yani sio kizuri kwenye makanisa mengi. Kule kwetu waliwekaga utaratibu. Sasa huku utaratibu bado hawajauweka, lakini natakiwa wewe mwenyewe ujiwekee utaratibu. Mfano JKC wanaimba hapa. Unajua JKC walio wengi wanaimba hapa mbele. Wako wanaimba, hafu na mkuta mtu amekaa kule au amekaa kule. Si unaelewa? Huyo mtu aliyekaa pale ana shida na mtu aliyekaa pale. Wako wanaimba na stari zao zile wanaenda mbele, wanarudi nyuma. Sasa mtu nakuta anatoka pale anatembea kwa mguu, anapita hapa mbele yao, anaenda pale. Yaani anapita hapa watu wanaimba, halafu anaenda ana shida na pale. Ambapo alikuwa na uwezo wa kuzunguka kule nyuma, apite mstari kwa mstari, atokezee pale, aje hapo aongee. Lakini mtu anajipitia mbele, hana shida na wala hata inami hivi, yaani anaenda amenyoka kabisa kwa ujasiri. Baadaye nakuja unajikwaa kwenye kiatu, halafu unaanza kulaumu, yaani wanaimba kama hawaoni, yani kama hawana macho. Sasa kama hawana macho kivipi? Yaani wewe unapita mbele kabisa, watu wanaimba, unapita mbele, mtu ndo, yaani wewe ndo unapita, yeye ndo analeta staili yake ya mbele, amepiga hivi mguu amekukwaa, halafu nasema yaani huyu kama vile haoni. Tena unamkasirikia mtu, yaani naimba, wewe unapita mbele yake. Wewe unajisikiaje? Unakula watoto vinapita mbele yako, wewe unajisikiaje? Yaani hata mgeni akija pale akishakaa kwenye meza kama nilivyosema, yaani kitoro kijichanganya tu kapita mbele pale. Yaani mzazi ni jicho hili moja, mtoto anajua baadaye kitaeleweka kwa sababu ashaambiwa. Kwa vitoto vinakuwa vinajua. Yaani hata kama vimebanwa na kiu ya maji, kinakaza, subiria, hakuna kutoka. Yaani kinajua kabisa hapa nikitoka hapa, yaani bana kachukue maji, wewe tulia, subiri. Kwa hiyo ni pale ni heri kikabwe na kiu kweli kweli, lakini kionyeshe nidhamu pale, adabu. Kikiona kimezidiwa sana, ndio kinaweza kumfuata baba. Yaani hapa niko hoi, kwa ruhusa maalum. Sasa wewe waimbaji wanaimba, wewe unapita zako mbele. Hata wakati wa sadaka unaweza tu waimbaji wanaimba, unazunguka zake, unazunguka kule, unakuja unatoa sadaka, unarudi huko, unarudi nakaa. Ili usimchanganye muimbaji anapoimba, kwa sababu muimbaji, tumesema muimbaji ni mhubiri. Kwa kama muimbaji na yeye ni mhubiri, analeta neno la Mungu, kwa muache alete neno la Mungu kwa uhuru. So analeta neno la Mungu maana anaona kichwa kinapita mbele yake, anashindwa kuwa na uhuru. Niyo inakuwa sio utaratibu mzuri. Kila muda unashangaa mtu anaenda kumnongoneza mtu, kila muda anaenda kumnongoneza, kila muda sasa utampoteza.
utampoteza. Tulia, yote yakiisha. Kama hilo jambo sio la kufa, tulia. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama hilo jambo sio la kufa, tulia. Mwache, unampoteza mtu kabisa, amefocus kabisa, hisia, macho, kila kitu, anamwangalia mwimbaji fulani anagonga, anaimba hivi, unashangaa mtu anakushika bega. Oya. Ile kugeuka tu ashampoteza tayari. Mtu yuko busy kufikiria neno la Mungu, unashangaa anakushitua kwenye bega. Kama sio cha maana, mwache. Haya, tunakuja wakati wa kuomba. Hii kwenye fujo hii. Yanakuta mtu yuko naomba, anavuta zake uwepo wa Mungu. Maana shangaa mtu anakuvuta bega. Yaani kwenye kitu ambacho mwenyewe sipendi. Wakati wa kuomba. Na yaani wakati wa kuomba usiniguse. Mimi sipendaki kabisa, kwa hiyo mimi nikwambie. Kwa sababu mimi niko zangu, anayeabudisha sauti imenyoka. Mimi mwenyewe nimetulia, navuta uwepo wa Mungu. Yaani nakaribia sasa pale, labda natakaribia na kunena, unashangaa mtu. Yaani nasema huyu mtu jamani, hata Mungu hajamsaidia kumuongoza hapa. Tena unashangaa mtu kama tunisaidie ndoo ya maji pale nje. Sasa hivi kweli ungenisubiri nikamaliza, nisingeenda kuibeba ile ndoo. Mwingine kabisa, yani unaomba, amekusubiria hapa pembeni. Wewe usinombe hapa. Anakuwa anapiga mahesabu, huku naomba katika jina la Yesu. Anasema huyu nikiingia vibaya huyu anaweza kanipiga. Ngoja nimsubirie. Kwa hiyo unakuta haombi, anajizungusha na kupigia time wewe katika jina la Yesu. Anakuangalia tu katika jina, anakupiga jicho. Yaani wewe ukimaliza kusema amen, haujafikiria uwepo wa Mungu, ameshakushika bega. Twende, kuna jambo. Muache afikirie uwepo wa Mungu kwanza. Anaposema amina, muache kwanza atulie. Mungu kama anasema na yeye, aseme na yeye. Ukishamwacha kama dakika 3, mwambie. Sasa mtu anakupiga tu, yani haombi, yuko anazunguka tu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yani ukimaliza tukisema amina tu, amen. Yani unasema amina, haujafumbua hata macho kuangalia yale yako nje. Unashangaa wewe. Twende, kuna kitu. Unamharibia. Hiyo ni kama fujo. Au mtu naomba, unakuta naomba, Baba katika jina la Yesu, uwepo wa Mungu umeshuka. Yaani unashangaa mtu anakupiga, yani anakupamia kama vile hajakuona yani. Hafu kumwangalia yuko anajitokea zake anaenda nje. Na ile nimekwambia unapocheza zile game, yani tuki ukifumba macho umekosea. Na hapa unapokuwa mbele za Mungu, yani ile ukipanua tu kaangalia namna hii, tayari umehama. Unaanza tena kutafuta uwepo upya. Ndio maana sisi kule kwetu Kigoma, yani wakishaanza kuabudisha tu wimbo wa kuabudu, milango inafungwa. Hafu shemasi ndo anakuwa mlinzi. Hata kama umebana na choo vipi, utakaa tu. Hamna kufungua mlango. Yani labda sio uombe. Kwa sababu washatangaza, unapoona kwamba unabanwa na choo wakati neno linakaribia na wanaabudu, toka nje mapema. Usisubirie kwamba eti wanafunga milango na unaanza kuchomoka kwamba usionekane wakati unatoka nje. Funga mlango. Maana kuna mwingine anaogopaga kutoka nje tukiwa hivi. Tukishaanza kuomba anajua watu wamefumba macho wanioni, ngoja nitoke. Sasa unashangaa mtu anakusogeza tu. Vipi? Anatoka anaenda nje. Sasa wewe inakuwa ni fujo. Anakuharibia wewe kwenye uwepo wako wa Mungu. Bwana Yesu atuhurumie sana. Katika hayo nayo tupone. Usimpamie mtu, na kama unajua unatoka nje, basi angalia usimguse mtu. Si unamgusa mtu, hafu unamharibia yeye. Tena nakuta naenda nje, hakuna chochote cha maana. Amejelea kutulia tu.
anasubiria watakaposema fulani sasa tunamkaribisha aje atupe neno la Mungu, wewe unaingia ndani. Hiyo sio nzuri. Bwana Yesu aduhurumie. Kwa katika hilo tupone. Sasa naomba nipitie kwa ufupi kipengele cha pili. Kipengele cha pili, mheshimu Mungu kwa utoaji wako. Mheshimu Mungu kwa utoaji wako. Mheshimu Mungu, kuheshimu ibada kwa utoaji wako. Ndio, kuheshimu ibada kwa utoaji wako. Hapa nitapitia kwa kifupi. Haya mambo ni ya kufundisha kwa kina. Sasa naomba twende pamoja. Kwanza lazima uelewe kuwa ibada yoyote ile hukamilishwa na sadaka. Elewa, ibada yote ile iwe kwa waganga, iwe kwa wachawi, iwe kwa Mungu, hukamilishwa na nini? Hukamilishwa na nini jamani? Usiogope kusema. Hata kama utoi sadaka, wewe usiogope, wewe sema tu. Ibada yote lazima ikamilishwe na sadaka. Hakuna ibada ambayo inakamilika bila sadaka. Sasa ni aibu wewe mwenyewe, ibada yako mwenyewe, hafa utoi sadaka. Na huko busy, Mungu nibariki. Mungu akubariki wakati wewe mwenyewe hauheshimu ibada yako. Kuheshimu ibada kwa utoaji, lazima ujue mambo yafuatayo. Unaweza kaandika, kuheshimu ibada kwa utoaji, lazima ujue mambo yafuatayo. Mambo yafuatayo. Lazima ujue mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, hauna sababu yeyote ile ya kutoa sadaka. Yaani hauna sababu yeyote ya kutoa sadaka. Hauna. Kwa sababu utoaji wa sadaka ni agizo la Mungu. Hapo andika Malaki 3, Malaki 3 mstari wa kuanzia mstari wa 7 hadi wa 10. Na pale kidogo kwenye hiki kipengele cha kwanza, ile jambo la 4, unaweza kaandika Kumbukumbu la Torati 6:15 na Kutoka 34 mstari wa 14. Kwenye ile jambo la kwanza, Kumbukumbu la Torati 6:15, Kumbukumbu la Torati 6:15, halafu na Kutoka 34 mstari wa 14, kwenye kipengele kile cha kwanza, kwenye jambo la 4. Halafu sasa kwenye kipengele hiki cha pili nasema kuheshimu ibada, hauna sababu yoyote ya kutoa sadaka. Malaki 3 mstari wa 7 hadi wa 10, ambapo Biblia inasema tokea ashatuwekea hapo, tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema, turudi kwa namna gani? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mwaniibia mimi. Lakini mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na zabihu. Ninyi mmeraniwa kwa laana, maana mwaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la.
Kwa hiyo Biblia inasema tokea siku za baba zao wamegeuka. Manake utoaji wa sadaka waliagizwa toka mababa zao, waliagizwa watoe sadaka. Kwa majamaa wakageuka. Mungu akasema mmegeuka tena mnaniibia. Wakaanza kuhoji, tunakuibia kwa namna gani? Tena Mungu anauliza, hivi mwanadamu atamuibia Mungu? Eti wewe utamuibia Mungu? Hawezi kumuibia Mungu. Kwenye Kumbukumbu la Torati nasema kwamba utamkumbuka Mungu kwa sababu yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Sasa yeye anayekupa nguvu za kupata utajiri afu namuibia. Ndio maana mstari wa 10 anakuambia reteni. Yaani neno reteni sio ombi. Hilo ni agizo. Upende usipende, reta. Kwa hiyo ujue kwamba kutoa sadaka sio hiari, ni amri. Sasa nimalizie, unaweza kaandika jambo la pili tu ili nimalizie moja kwa moja. Hapo utaandika na Matendo ya Mitume 10 mstari wa 3 na 4, ambapo pointi yake ya juu inasema kitu mojawapo cha kukutambulisha umeiheshimu ibada kwa utoaji, umeiheshimu ibada yako ni utoaji. Kitu cha kutambulisha. Ndio hapo utaandika Matendo ya Mitume 10 mstari wa 3 na 4, ambao Kornelio aliambiwa sadaka zako na Sara zimefika mbele za Bwana. Andika jambo la pili, utoaji sio hiari bali ni agizo. Nadhani ndio hiyo nimeshaielezea. Sasa naomba tusikilizane hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamkuta mtu yuko hapa kanisani anakwambia mimi sina sadaka ya kutoa, lakini baada ya ibada unamkuta yuko dukani anakunywa soda na biskuti. Wewe jifikirie, hilo si jambo la kushangaza? Yaani mtu yuko hapa kanisani wakati wa sadaka hana, lakini subiria ibada ikisha, yuko pale biskuti ile ya 600 ile na soda. Tena ukipita mtumishi anakuambia mtumishi, mpe na huyu soda. Sasa unajiuliza huyu jamaa anasema hana sadaka, anatoa anakunywa soda na biskuti na bado na hapo mtu mwingine. Huyu vipi? Katika hilo tubadilike. Yaani heri usile biskuti wala usinywe soda, lakini utoe sadaka, ukamilishe ibada yako. Ukamilishe nini? Ukija hapa kila siku, kila Jumapili hauna sadaka, haujakamilisha ibada inavyotakiwa. Haujakamilisha hata kidogo. Kamilisha ibada yako kwa utoaji. Wachungaji, mchungaji kaombea sadaka vizuri, mpigieni makofi. Mpigieni makofi. Mimi muda mwingine waga nasikiaga wanaombeaga sadaka, kwa sababu maana yake ama somo mimi nafahamu. Yaani hata mwenye kuombea sadaka, badilisha kuombea sadaka. Usiombee Mungu eti Mungu bariki waliokutorea, bariki na wale ambao hawajakutorea. Sasa mtu hajakutorea unambariki vipi? Yaani wewe tafuta kwenye Biblia kwamba kuna sehemu Mungu amesema ambaye hajatoa umbariki. Labda papo sijapaonaga, labda mimi. Kwamba yani wewe shema unaombea sadaka Mungu, hata wale ambao hajapata cha kutorea naomba wabariki katika jina la Yesu. Wewe hapa jana nakwambia, hapa ilikuwa imeandikwa kwenye mara kipare, mmeraniwa kwa laana. Sasa unapokea baraka ambazo hujafanyia kazi, zitakugharimu. Tena na yeye anakuwa amekaa zake, amekaa ametulia, anasikiliza maombi ya mchungaji. Kwenye kipengele tu cha kusema Mungu bariki ambao hajakutorea,
anasema amen. Amekaa zake pale, halafu kuna buku mfukoni, anawaza soda baada ya ibada. Kamilisha ibada yako katika utoaji. Tumesema ibada iko ndani ya mtu, kwa hiyo kama ibada iko ndani yako, hakikisha uikamilishe ndani yako ibada. Unapoomba Mungu akubariki, Mungu anaangalia, je, wewe kwenye ibada yako umekamilika? Kama unabisha, tafuta wachawi, waganga, waulize kuna ibada inakamilika bila sadaka? Haipo. Kwa hiyo na wewe unapokuwa mbele za Mungu, kamilisha ibada yako vizuri katika habari ya utoaji na katika yote ambayo nimeelezea. Mungu awabariki sana. Amen. Ngoja niombe neno. Mungu, asante na kushukuru, nasema asante kwa neema nzuri ambayo umeachilia mbele zetu. Nakushukuru kwa kuwa umekuwa pamoja na mimi kwa habari ya neno lako ambalo umesema na watumishi wako hawa. Bwana wa majeshi, Mungu mkuu, naomba neno hili likapate kuwafunika wote, likaweze kuwajenga katika mioyo yao. Tunatamani ili neno kila mmoja likambadilishe. Na kemea roho za adui, roho za visasi na malipizi ambavyo shetani amekasirika, anatuma roho zake mbaya ili kuja kuliondoa neno hili katika mioyo ya watu hawa. Na kemea katika jina la Yesu Kristo, na uweka ulinzi kwa damu ya Yesu Kristo. Neno hili likatubadilishe ili Bwana, tunaposimama mahali hapa, tunapokuja mbele zako, tuje tumekamilika, tuje ili tupate utukufu ule ambao umekusudia tupate katika jina lako Yesu Kristo hai. Na kushukuru kwa sababu umetumia vyema sawasawa na neno lako. Ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu wa uzima. Amen. Mpe Bwana tena makofi yako ya shangwe.